Na Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu tena kwa sababu ya asubuhi ya leo. Nikushukuru ndugu yangu ambaye anatufuatilia kwenye mtandao wa Facebook. Mungu akubariki sana. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia alfajiri ya leo tena, mapambazuko mazuri ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nia, mpango, madhumuni na makusudi yake, kwa kuwa kwa makusudi yake anadhamiria kukiinua kizazi ambacho mioyo yao ina kiu na yeye, inamhitaji yeye. Yeye ndiye hitaji la mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Basi namshukuru Mungu kwa kutupatia neema nzuri. Tumekuwa na ibada nzuri za Christmas. Mungu akubariki sana. Wacha tuendelee na kile ambacho Roho Mtakatifu anatupa kuendelea tena asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba nimshukuru Mungu, then tutaendelea na ibada yetu. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante tena Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo, asubuhi njema Bwana iliyojaa neema yako. Tunakushukuru Mungu mtakatifu kwa sababu ya vile ambavyo Mungu mwenye haki, wewe mwenyewe Baba yetu umekuwa pamoja nasi. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya pendo lako la pekee. Asante Bwana kwa kutulinda na kutupatia tena alfajiri ya leo. Asante kwa sababu ya mambo yote ambayo umeyatenda katika maisha yetu. Na lihimidiwe jina takatifu la kwako, mfalme utukufu. Baba, tunakushukuru sana kwa sababu ya neema yako hiyo. Na majira haya tena Bwana wangu tuko chini ya miguu yako mfalme, tukihitaji sana sana Bwana neema yako na nguvu zako. Roho Mtakatifu wewe pamoja nasi mahali hapa, akijidhihirisha Bwana kwa namna ya pekee. Bwana, ukatufunulia maneno yako, ukaendelea Bwana kujidhihirisha katikati yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ni kweli tunakuhitaji wewe, na ni wazi ya kwamba hakuna mwingine ambaye tunamtumaini wala kumtegemea isipokuwa wewe mwenyewe Bwana wetu. Baba, tunakushukuru kwa sababu uko pamoja nasi na utajitukuza tena once again, oh my Lord. Thank you Lord for this time, and thank you for this service, oh Lord, because you are going to manifest yourself just for the glory of the name of Lord and Savior Jesus. Father, we thank you for this time. Asante kwa matendo yako katika jina la Yesu. Amen. Basi wacha tuendelee na ibada yetu katika asubuhi ya leo. Mungu ametupa neema ya kutembea na utangulizi ambao umekuwa mrefu kidogo tangu tulipoanza. Bwana ametupa kusogea, na sasa tumefikia hatua ambayo tumekuwa tukiangalia kile ambacho kilitokea, kwamba ni nini kilitokea baada ya Mungu kuwa amempa Adamu na Hawa mamlaka na usimamizi wote wa dunia hii. Lakini ni nini kilitokea ambacho kilisababisha kwamba mwanadamu yule ambaye alikuwa amekabidhiwa kila kitu, na yeye leo hii anajifikisha mahali ambako ni pa kufunga na kuomba ndo apate vile vitu ambavyo anavihitaji kwa ajili ya maisha ya duniani. Na nikumbushe kwa sababu juzi nilisema kwamba Mungu hakuwa na mpango wala ratiba ya kukaa na wanadamu mbinguni. Hiyo ratiba haikuwepo, huo utaratibu haukuwepo. Ila mwanadamu alipewa dunia akae humo milele. Lakini alipewa utaratibu ama katiba ama kile kinachomruhusu kukaa Edeni au kukaa duniani milele. Ilikuwa ni yeye kutokuligusa wala kulila tunda la mti wa katikati ya bustani, manake mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu alimzuia asile, ni kama alimwambia utaratibu wa kukaa Edeni na kuishi duniani ni kutokula tunda lile. Kwa lugha nyingine au tafsiri nyingine ni kusema kitakachokufanya uendelee kukaa duniani milele ni jinsi gani utakavyokuwa unanitii mimi Mungu. Kwa hiyo unavyoendelea au utakavyozivunja amri au maelekezo yangu, utakapokataa kuyafuata, maana yake utajiingiza kwenye ile hakika niliyoitoa ya kwanza, kwamba hakika utakapokula utafanyaje? Utakufa. So kuishi kwako, kuendelea kwako, usalama wako ni kiwango cha utii wako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kiwango cha utii wako ndio kiwango cha usalama wako. Kiwango cha utii wako mbele za Mungu ndio usalama wako. Sasa kinachotokea hapa, watu wengi sasa hivi, ndio maana nimewahi kusema kwamba mwanzo tulivyoanza tulisema hivyo kwamba waombaji wanaongezeka, lakini wanaomtafuta Mungu wanapungua, kwa sababu waombaji ni watu wanaopeleka mahitaji yao mbele za Mungu, lakini wanaomtafuta Mungu ni wale ambao wanaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kutaka kukaa na Bwana, kwa ajili ya kutembea na uwepo wa Mungu, kwa ajili ya kuzitaka nguvu za Mungu, kwa ajili ya kutaka ule uzuri wa wokovu, ile furaha ya wokovu. Sasa hao ndio wanaomtafuta Mungu. Ni tofauti na wale ambao wanapeleka hoja zao kwamba Bwana nahitaji hiki, sina viatu, sina kile. Ni tofauti kidogo. Yesu na atusaidie sana. Kwa sababu hiyo hapa kinachotokea ni kwamba kiwango cha uombaji
hakiamui kiwango cha usalama. Kiwango cha uombaji hakiamui sana, lakini nataka kusema na wewe uelewe, kiwango chako cha utii kwa neno la Mungu ndicho kinaamua ni kwa namna gani ambavyo utaendelea mbele za Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huwezi kuomba ni kupeleka mahitaji, na hii haitegemei sana habari ya ubora wa maisha ya rohoni. Hapana, ila kumtafuta Mungu kunategemea ubora wa maisha ya rohoni. Jamani, Bwana Yesu apewe utukufu mwingi. So ni muhimu ukaelewa, ndugu yangu mpendwa, na ukafahamu vizuri kwamba waombaji ni kweli wanaongezeka, lakini wanamtafuta Mungu wanafanyaje? Wanapungua. So Adamu alipewa assignment yake aliyokuwa amepewa ni kutokugusa, kutokufanya kile ambacho Mungu alimwambia asifanye, na alipaswa kutii. Kwa lugha nyingine, assignment aliyokuwa amepewa ni kutii maagizo ya Mungu. Sasa unapofeli kutii maagizo ya Mungu, unafeli maisha yako mwenyewe. Unaposhindwa kuyatii maagizo ya Mungu, kulitii na kuliishi neno la Mungu, unashindwa maisha yako mwenyewe. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo umakini unahitajika hapa, na tulifikia mstari nafikiri ulikuwa wa 13 ambapo Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Sasa hapa nilisema juzi kwamba Mungu aliwanunulia Adamu na Hawa muda wa nini? Muda wa toba. Badala watubu, ndio kwanza wakaanza kutoa sababu. Tuko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 13 ndio tumesoma sasa hivi, na tunaendelea. Mungu atupa neema tutamaliza. So angalia hapa, Adamu na Hawa wamepewa muda wa kutubu. Kwa sababu Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Haina maana kama Mungu hakuwa anaona mahali Adamu au kitu Adamu amefanya, no, isipokuwa alikuwa anamtengenezea Adamu mazingira ya yeye kutubu, ajue amekosea, na akishajua kwamba amekosea ajue atubu. Lakini badala yake nasema, mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa nikala. Badala amwambie Mungu, naomba unisamehe, akakosea tena zaidi. Badala yake tena Hawa naye anaulizwa, anasema sio mimi, hata nyoka ndiye aliyenidanganya. Sasa hapo unajua kabisa unadanganywa. Kwa nini ulikubali? Mstari wa 14 Biblia inasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Sasa ni kusema kwa tafsiri, manake nyoka inawezekana alikuwa na miguu, lakini akalaaniwa, akaambiwa atakuwa anaenda kwa tumbo na nini. Tumwache nyoka kwa sababu ni kama hatuhusu sana, lakini natutaka ukamate hapa ni hiki. Shetani alichokifanya ni kumwambia mwanadamu, kuna mtu anakuita pale, ili tu mtu asimame yeye apate nafasi ya kukalia kile kiti. Kwa hiyo alichokitafuta shetani ni kupata nafasi ya kuikalia au kuitafuta nafasi ambayo Adamu alikuwa amepewa. Ndio maana haya maneno hapa, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka pale shetani anaamini dunia ni yake. Anaamini dunia ni yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari alishamuondoa mwanadamu kwenye nafasi ya kutawala. Alimuondoaje? Kwa kumdanganya afanye kile ambacho Mungu hakumpa afanye. Kwa sababu hiyo akawa amepoteza ile nafasi, na kutoka hapo Biblia inasema Yesu alipokuja anasema, ninaenda kuandalia makao na nitakuja niwachukue. Kwa nini? Tayari Mungu akaona duniani sio mahali tena pazuri pa kukaa kwa mwanadamu. Sasa shetani akajiaminisha kwamba dunia yote ni yake. Ngoja tusome hapa kwenye kitabu, nafikiri ni cha Mathayo, lakini imeandikwa pia hata kwenye Luka, ila wacha si tusome Mathayo, ni sura ya 4. Acha tusome hii Mathayo, hii Mathayo sura ya 4. Ni Mathayo sura ya 4. Tusome kuanzia mstari wa kwanza tu. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia. Angalia, mara nyingi nataka ugundue jambo hili. Shetani huwa haletagi majaribu mahali ambako hakuna uhitaji. Mara nyingi anapitia kwenye udhaifu ulionao.
ndio hapo panapopitia. Yaani udhaifu ulionao ndio mahali shetani anakopitia. So akigundua udhaifu wako, my bro, acha nikwambie dadangu, yaani shetani akiugundua udhaifu wako, hapo ndio mahali anakopitia. Kwa mfano akigundua wewe ni mtu mwenye hasira, akigundua wewe ni mtu mwenye hasira za haraka, atatengeneza mazingira kila siku ya wewe kukasirishwa, aidha na mtu wako wa karibu au na mtu wa mbali, lakini atatengeneza mazingira ya wewe kukwazwa kila siku. Akielewa udhaifu wako, ndio hapo atakuwaga anapitia. So akijua wewe ni mtu ambaye ni kijana au ni mwanaume ambaye unapenda visichana, wewe ni mzinzi, umejaa uzinzi ndani yako, kila siku unapojitahidi kukwepana nao, atatengeneza mazingira, katakuja kalikovaa nusu uchi au robo tatu ya uchi, katakuja tu. Yaani ni ili tu ufanye nini? Ujaribio, maana ameshajua udhaifu wako ni mahali fulani. So hapa angalia shetani asivyokuwa na adabu, akadhani hata Yesu atamjaribu kirahisi kama alivyomjaribu Adamu. Maana alishaona kila mwenye mwili ni kama yuko chini ya uwezo wake. Wewe kila anapoangalia mwili wenye damu na nyama, anadhani uko chini ya uwezo wake. Ndio maana huwa haachi kutafuta nafasi ya kujaribu. Haachi kabisa kutafuta nafasi hivi ya kupambana wewe au kushindana wewe, anatafuta kila siku. Kwa hiyo shetani huaga mara zote anautafuta, anataka kutumia udhaifu ulionao. Huo udhaifu ulionao ndio huo ambao anataka kutumia. Kwa mfano ukiwa wewe ni mtu ambaye unapenda hela, na kuambia kila siku kwamba uko tayari, hata yaani unapenda hela kweli kweli, atakuonyesha mazingira ya kupata hela hata za haramu mara nyingi sana. Mazingira ya kupata hela za haramu atakuonyesha mara nyingi sana. Sasa anajua huo ndio udhaifu wako na ndiko ataka kukamatia. Wewe akajua Yesu ameshaona njaa. Kabla hajaona njaa, kabla Yesu hajasikia njaa, shetani hakuja kufanya majaribio. Ila amekuja kuleta majaribu kwa Yesu kwa sababu ameona mwili wake una njaa. Narudia tena, ni kwa nini? Kwa sababu shetani amedhani au amejichukulia, baada ya kumweza Adamu, akajichukulia kwamba kila mwenye mwili wa damu na nyama yuko chini ya uwezo wake, na uwezo wa kumdhibiti anavyotaka. Akakosea, hakujua amekutana na mwamba chuma, Yesu mzee wa siku. Haleluya! Sasa kwa tunakuja kumjaribu naye. Ambia bwana, wewe acha mambo mengi, sikia. Mjaribu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu kweli kweli, yani kama ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Hakikuwa kitu kigumu kwa Yesu, hakikuwa kitu ambacho Yesu hawezi. Sio kweli, Yesu anaweza kabisa kufanya hayo. Lakini tazama jinsi ambavyo Yesu anafanya hapa. Yesu alishinda ili jaribu la kujionyesha na kujitukuza kwamba mimi ndiye. Wewe anaambiwa geuza mawe mkate, akamwambia naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Sasa huu mstari sitaki sana tuangalie hapo, nitaka tuangalie hizo kipengele kwamba shetani anatumia udhaifu wako ili tuokoe muda. Nataka tuende pale mbele kidogo. Kuna mstari uko pale, mstari wa 7, tuanzie mstari wa 7 hapo. Yesu akamwambia, mstari wa 8, kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Angalia uone hapo shetani asivyokuwa na adabu. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Anamtamanisha Yesu, akidhani kama alivyomtamanisha Hawa kulila tunda la mti wa katikati ambao Mungu aliagiza wasile, kama alivyomtamanisha kukumpa maelezo na kumwonyesha aliangalie kwa makini. Hivyo ndivyo anavyojaribu kumwonyesha Yesu milki ya dunia na kumtamanisha kwa maneno. Yaani hivyo tu. Narudia, ni kwa nini? Ni kwa sababu shetani amedhani kila mwenye mwili wa damu na nyama anamuweza. Akakosea, maana hakujua Yesu tayari ni kweli amevaa mwili wa damu na nyama, lakini ni Mungu, namba 1. Lakini namba 2, na ule mwili wenyewe umejaa Roho Mtakatifu, kwa hiyo hauwezi kushindwa na tamaa. Haleluya! Kwa hiyo angalia hapa, akamwambia, sasa anaendelea kuongea sasa, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa,
msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Nataka niseme hivi, Yesu akiwa duniani kuna maneno yanatumika kusema mtumishi wangu. Yaani Mungu anazungumza kwenye vitabu hasa vya Agano la Kale, anasema mtumishi wangu, mtumishi wangu. Nisikilizeni, Yesu wakati ule alikuwa amekuja kufanya kazi ya Baba ya kuokoa. Tuko sawa sawa Angalia, Shetani akadhani kumkamata kama ambavyo alimkamata Hawa na Adamu. Tazama hii, ndivyo hata watumishi wa Mungu wengine wanakamatwa kirahisi, very simple. Wanaonyeshwa, wanaangalia ugumu wa huduma walio nayo, mazingira wanayopitia, wakiangalia ni kama hakuna kutoboa, wakiangalia wanaona kama kuna ugumu, haiwezekani. Shetani anakuja anamwambia, sikia, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Ukikubali tu kuungana na mimi moja kwa moja, kwanza nakupa nguvu ya miujiza na nini. Kumbe nguvu ya miujiza inatoka kwa Roho Mtakatifu. Niliwahi kusema mahali fulani, wacha niwaambieni kitu watumishi wa Bwana. Ndio maana nasema, tafuta na uhakikishe unaishi ndani ya uwepo wa Bwana majira yote. Sikia tena, hakikisha unaishi ndani ya uwepo wa Mungu majira yote. You have to dwell under the presence of the Lord, just because, listen to me, miracles, hallelujah, will be done not by yourself, but by the name of Jesus through the Holy Spirit in you. So we need the presence of the Lord so that miracles can be done. Bwana Yesu asifiwe. Miujiza itatendeka kwa jina la Yesu, ndani ya Roho Mtakatifu aliye ndani yako. So tunahitaji uwepo wa Mungu majira yote, tunahitaji uwepo wa Mungu. Nisikilizeni wapendwa, kinachotoa pepo ndani ya watu sio sauti kubwa ya mhubiri wala suti ya mchungaji. Kinachotoa pepo ndani ya watu sio maombi. Ngoja nirudie tena, kinachomtoa pepo ndani ya mtu sio maombi, ni uwepo wa Mungu. Ndio maana wanafunzi waliwahi kwenda wakamwombea mtu, wale wanafunzi wake wa Yesu, kipindi kile Yesu akiwa, wakaenda wakamombea mtu, kemea pepo, hakutoka yule pepo. Biblia inasema mpaka akaletwa kwa Yesu. Nisikilizeni, kama ingekuwa ni maombi ndio anatoa pepo, hakuna mtu angebaki na pepo mahali fulani. Sasa maombi yanafanyika. Lakini nisikilizeni, kinachotoa pepo ni uwepo wa Mungu. Kinachoponya wagonjwa sio maombi. Kinachoponya wagonjwa kanisani ni uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu haukai kwenye viti, unakaa kwa mtu mmoja mmoja, ili kanisa leo limejaa uwepo wa Mungu. Maana kila mtu anaishi ndani ya uwepo wa Mungu. Ndio, yani uwepo wa Mungu, narudia tena, sio hii madhabahu. Uwepo wa Mungu haukai madhabahuni. Uwepo wa Mungu unakaa ndani ya watu, haukai kwenye hili jengo. Na kwa taarifa yako nikwambie, siku tutaondolewa duniani kwa maana ya kutwaliwa na Yesu, siku ya unyakuo, ili jengo hata wakiamua kunywa bia watanywea bia hapa na hakuna shida. Lakini sasa hawezi kufanya hivyo kwa sababu uwepo wa Mungu unatamalaki. Kwa nini? Kwa sababu wanaouweka, wanaosababisha uwepo wa Mungu uwepo, wapo ambao ni watakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So hii Shetani akajaribu, anadhani atamdanganya Yesu kirahisi hivi. Amekuja tena kwa anamwambia, wewe nitakupa hii yote ukinisujudia. Watu wengi wamekamatwa katika hili kirahisi tu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Tunahitaji uwepo wa Mungu. Yaani hatuhitaji kutafuta nguvu ya miujiza mahali pengine. Miujiza ni iko ndani ya ile package ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, amekuja na full package, na ndani yake paka na miujiza ipo. Jamani, Bwana Yesu apewe utukufu mwingi. So ni muhimu sana ukajua, achana na kudanganywa. Yesu hapa alishinda, and we have to conquer in the name of Jesus. Lazima na sisi tushinde. Kwa hiyo hapa kitu ambacho nataka uone ni kwamba kwa nini Shetani anakuwa na huo ujasiri wa kumwambia Yesu nitakupa haya yote, ni kwa sababu alijua, alimdanganya mwenye mwili, aliudanganya mwili wa damu na nyama, akaudanganya na akaweza kuushinda kweli, akachukua nafasi yake. So hapa anajua hata kwa Yesu atampata kirahisi. Jamani, Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo angalia hapa jinsi ilivyo. Yesu akashinda ile kitu. Naomba tuendelee, tusome mstari wa 14 ule tumeusoma. Anasema Mungu akamlaani nyoka, akamwambia wewe sasa kuanzia leo utaenda kwa tumbo na mavumbi ya ardhi ndio atakuwa chakula chako maisha yako yote. Mstari wa 15 anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Si kama unaishika hii.
Wakati tutakapofikia kwenye kipengele fulani pale mbele, nitakuambia nini maana yake. Na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hapo tayari imetangazwa vita kati ya mwanamke na shetani majira yote. Ndio maana vita kubwa ya shetani anajaribu kupiga, lakini anawashambulia zaidi sana wanawake. Takuambia kwa nini. Takuambia ni kwa nini. Anasema, akamwambia mwanamke, sasa hapa ndo nataka uone, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, namba 3 atakutawala. Makosa aliyoyafanya Hawa yanamfanya aingie chini ya utawala wa mwanaume. Alikuwa aongozwe tu na mwanaume nini cha kufanya, lakini sasa anaingia kwenye utawala wa mwanaume, kwamba anakuwa ni sawasawa, hana tofauti sana kwenye habari ya familia. Kibibilia hapa anawekwa, anajumlishwa na watoto. Kwa sababu gani? Kwa makosa aliyoyafanya ya kumdanganya mumewe au kumshawishi mumewe. Mungu anasema, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa uchungu. Kwa hiyo ni kusema nini? Mwanamke angezaa tu kama njia ilivyo kawaida, lakini si katika huo uchungu ambao sasa hivi anaupitia au ameupitia baada ya hapo. Si katika huo uchungu. Maana yake uchungu ungekuwepo, lakini sio mkubwa, ungekuwa tu ni kidogo na katoto kameshazaliwa. Sio ile anakaa masaa 4, 5, 6, 8 siku nzima, wiki. Uchungu unakuja unaondoka, unakuja unaondoka, hajajifunguaga. Kwa sababu gani? Uchungu ulizidishwa baada ya dhambi. Nataka niseme na wewe mpendwa, ya kwamba dhambi inazalisha madhara mengi kwenye maisha ya watu. So ni muhimu, na si tu muhimu, ni lazima kuiepuka. Na nadiriki kusema hivi, heri hasara kuliko dhambi. Ndio, heri umaskini kuliko dhambi, heri ugonjwa kuliko dhambi. Kisha dhambi inakuingiza jehanamu. Yesu na atusaidie sana. Kwa hivyo mwanamke hapa anapewa adhabu, na kuanzia hapo anazaa kwa uchungu. Tazama sasa, mpaka anafika mahali, sasa hivi imefika mahali kwamba ni visu sasa vinatumika. Unakuta katika wanawake 10 wanaojifungua kwa siku, huenda 5 au 7 wanajifungua kwa operation. Inawezekana hata wanawake 10 wanaojifungua kwenye hospitali moja, inawezekana nusu yao wanajifungua kwa visu. Kwa nini? Uchungu uliongezwa baada ya dhambi. Kwa hiyo mwanadamu ni muhimu sana, epuka dhambi kuliko kitu kingine. Tafuta sana kukaa ndani ya uwepo wa Mungu. Tafuta sana kuishi katika Roho. Achana na mambo mengine. Dunia na mambo yake yanapita na yana mwisho wake. Ishi katika maisha matakatifu. Ishi maisha ya kumpendeza Kristo. Muishi Kristo duniani. Nataka asubuhi ya leo tukapata nafasi ya kuomba, na tunakwenda kuomba Mungu asubuhi ya leo. Tunapokwenda kuomba, natamani tuendelee kuomba Mungu kwamba atupe neema tuishi kile ambacho yeye anakitaka, tuwe kile ambacho yeye alikitaka tangu alipokubali kufa msalabani kwa ajili ya kutuokoa. Wewe natamani tuombe hivyo. Mungu atupe neema. Kubali, tamani sana kufanyiwa matengenezo. Uwe kile ambacho Kristo Yesu ametaka, uwe kile ambacho Kristo Yesu anakikusudia, uwe lile tokeo halisi la kazi ya msalaba. Omba mbele za Bwana katika asubuhi ya leo, mahali popote ulipo, huko nyumbani kwako, unatufuatilia kwa njia ya Facebook, wewe omba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tuko mbele zako alfajiri ya leo. Tunakushukuru sana Bwana kwa neema yako tena Mfalme. Asante Bwana mabwana kwa sababu ya pendo lako, kwa sababu ya fadhili zako ambazo kwa hakika ni nyingi mno Bwana. Baba, ninakushukuru sana kwa vile ambavyo mtakatifu Mungu wetu umekuwa pamoja na sisi tena. Baba, tunaomba neema yako alfajiri ya leo. Neema yako Bwana mabwana tunaomba iwe pamoja nasi mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo Bwana tuko mbele zako. Neema yako Bwana na iwe juu yetu tena katika jina la Yesu. Bwana tunakuhitaji kwa hakika. Tunahitaji neema yako tena Bwana katika asubuhi ya leo. Bwana wangu, tumekuja mbele zako mtakatifu Mungu wetu. Wewe mtakatifu sana uketie patakatifu mahali palipoinuka. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa sababu wewe ni Mungu. Mahali uketipo Bwana naona unakuta wafiki huko. Baba tunakushukuru kwa sababu ya pendo lako hili.
Tumekuja kwako Bwana katika alfajiri ya leo Mfalme, tunakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana wangu na Baba yangu, kwa jina la Yesu aliye hai, tumekuja mbele zako Bwana wangu tukihitaji neema yako Baba, ukatupatie kibali mbele zako Mfalme. Baba, tunaomba kukubalika mbele zako mtakatifu sana. Tunakuomba Bwana kwamba ukatukubali Baba, tunaomba kukubalika mbele zako katika jina lenye nguvu na la thamani mno la Yesu Kristo Mwokozi, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, tunaomba neema yako Mungu mtakatifu na iwe pamoja na sisi tena, Mungu mwenye haki, Bwana Mungu mwenye uweza na mamlaka. Tunakuomba Bwana mabwana kwamba ukatutengeneze Mfalme, Bwana wangu ukatutengeneze, fanya matengenezo ndani yetu Bwana mabwana. Baba, tupe neema Mfalme, Bwana tukawe kile ambacho ulikikusudia. Bwana wangu tutengeneze Mfalme, Bwana wangu tuwe kile ambacho ulikitaka katika jina la Yesu. Utengeneze Bwana wangu tukawe kile ambacho ulikikusudia hasa baada ya kazi ya msalaba Bwana. Baba, tutengeneze Mfalme, Bwana finyanga mtu mmoja mmoja Bwana, tutengeneze tuwe kile ulichokikusudia Bwana, tutengeneze kabisa. Yesu, fanya matengenezo ndani yetu katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, kazi yako msalabani uliyoifanya iwe ya faida sana kwako katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, katutengeneze Bwana, nikae tokeo halisi la kazi ya msalaba. Tengeneze Bwana mabwana, Bwana wangu ufurahishwe na kuwepo kwangu duniani katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba amba ukanitengeneze Bwana, tutengeneze Mungu mtakatifu Bwana wangu, tukupendeze wewe Yesu, kafurahishwe na kuwepo kwetu duniani Yesu. Moyo wako ukashangilie Bwana kwa kuwepo kwetu duniani katika jina la Yesu. Baba, tutengeneze Bwana. Baba, tuwe kile ambacho ulikikusudia, tuwe kile ambacho Bwana ulikitaka, tuwe Bwana furaha ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatutengeneze Mfalme, Bwana wangu finyanga kwa upya, tengeneza kwa upya katika jina la Yesu. Tengeneza Bwana kwa upya Baba, tukawe kile ambacho wewe ulikikusudia mwenyewe Bwana, hasa baada ya kazi ya msalaba. Tengeneza kabisa Mfalme, Bwana tukawe hicho Bwana, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatutengeneze Bwana wangu. Baba, tutengeneze Mfalme, Bwana, kama kuna mahali ambako wewe haufurahishwe Bwana kuwepo kwetu duniani, katika jina la Yesu nakuomba Bwana ukafanye matengenezo. Baba, tutengeneze kabisa Bwana Mungu mtakatifu, ninakuomba ukatutengeneze kabisa Mfalme. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba finyanga kabisa vile upendavyo Bwana, tuwe kile ambacho ulikikusudia, tuwe kile ambacho ulikikusudia Bwana, ukatupe neema ya kuwa kile ambacho ulikikusudia duniani Bwana wangu, tufinyange, tengeneza kabisa Mfalme wa amani, kwa jina la Yesu. Tuwe kile ambacho ulikikusudia duniani Bwana. Baba, ukatupe neema tuishi kwa ajili yako duniani Bwana, wala tusiishi kwa ajili yetu, lakini Bwana tuishi kwa ajili yako Mungu mtakatifu. Tengeneza kabisa Mungu mwenye haki. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba ukatutengeneze Bwana. Baba, tupe kuwa furaha yako Baba, tupe kuwa shangwe ya moyo wako katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba, tunakuomba Mfalme, tutengeneze Bwana wa mabwana, tuwe kile ambacho ulikitarajia katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, tutengeneze kabisa Mungu mtakatifu, katupe neema Bwana, tuwe furaha yako duniani, ukatupe kukufurahisha Bwana, kwa jina la Yesu. Ukatupe kuishi kwa ajili yako, tuishi Bwana kwa ajili yako na kwa faida yako. Baba, tutengeneze Bwana, tuwe faida yako Mfalme duniani, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu. Ukatupe kuwa furaha yako duniani Bwana Yesu. Tengeneza kabisa, umba jambo jipya ndani yetu Bwana, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Bwana Yesu. Tutengeneze, tupe Bwana kukufurahisha duniani humu Yesu, ukafurahishwe na kuwepo kwetu Bwana, katika jina la Yesu. Mwokozi, Mfalme na nguvu zetu. Baba, tunakuomba ukatutengeneze Mfalme Bwana, finyanga kabisa Yesu Kristo Mwokozi ulimwengu. Baba, tutengeneze upendavyo Yesu, tuwe furaha yako duniani Bwana. Baba, nakuomba Mfalme wa utukufu kwamba ukatutengeneze Bwana, nipe kuwa furaha ya moyo wako Mfalme, nipe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu. Nipe kuwa furaha ya moyo wako duniani Bwana wangu. Baba, tengeneza kabisa Mungu mtakatifu Bwana wangu, kila lisilokupendeza ondoa ndani yetu Bwana, lakini Mungu mtakatifu katutengeneze Jehova Bwana, tuwe kile ambacho ulikikusudia baada ya kazi ya msalaba, tuwe Bwana tokeo halisi la kazi ya msalaba, katika jina lenye nguvu
la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, tuwetokea wanisi la kazi ya msalaba. Bwana wangu, ukafurahishwe unapotazama duniani. Bwana, ukikumbuka kazi yako ya msalabani, Yesu, ukafurahishwe kwamba kuna watu Baba, ukapata nafasi ya kujivunia Baba, ukajivunia kwamba umetuweka duniani, ukajivunia kwamba tuko duniani Baba, ukajivunia kwamba unafaidika. Maana Bwana wangu na Baba yangu, kama ambavyo huwa ninafurahia uwepo wako na kuona vile ambavyo unanifusha kwenye mambo mbalimbali na kunitetea, vile ambavyo nafurahia uwepo wako, ndivyo na mimi nataka hivyo hivyo Bwana, kwamba ufurahie kuwepo kwangu ndani yako, ndani ya ufalme wako Bwana. Yesu, ufurahie hivyo hivyo, wala kusiwe na tofauti, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, kanipe neema Bwana wangu, nipe ukufurahisha wewe Bwana duniani kwa namna yoyote ile mfalme. Bwana wangu, hata kama ni kwa kuumia, lakini Yesu, ufurahishwe na kuwepo kwangu. Fanya tu matengenezo ya Bwana, hata kama ya matengenezo yataniletea maumivu, lakini Bwana ndivyo unavyotaka na iwe hivyo. Mungu mtakatifu Bwana, tunahitaji Bwana wewe ufaidike. Kristo Yesu Mwokozi, na kuomba tutengeneze Bwana Baba, ukatupe kuwa furaha yako kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana wangu, tupe kukufurahisha wewe Bwana, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, naomba finyanga Bwana Baba, tengeneza Yesu tuwe kile ambacho ulikitarajia kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Moyo wako Bwana ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi. Bwana mabwana, kuomba tutengeneze mfalme, vile inapendeza machoni pako, vile inafurahisha machoni pako Yesu, hivyo hivyo Bwana ndivyo tuwe kwa jina la Yesu. Wala Bwana tusiwe tofauti na vile ambavyo wewe mwenyewe unataka Bwana. Yesu, nakuomba ukatufinyange Jehova. Bwana, tengeneza, fanya kitu kipya, fanya jambo jipya kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi mfalme Bwana, mwamba na nguvu zetu, ninakuomba Baba, ukatutengeneze hivyo Jehova. Bwana, moyo wako ukafurahishwa na kuwepo kwetu duniani Baba, tunapotembea ufurahishwe Bwana Baba, tunapokuwa hadharani Bwana Yesu ufaidike na kuwepo kwetu Baba, hata tukiwa sirini ufaidike na kuwepo kwetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ufaidike na kuwepo kwetu Bwana Baba, miili hii Baba, kupitia miili hii Yesu ufaidike, Baba, kupitia miili ya Bwana Baba ufaidike katika jina la Yesu. Mwokozi mfalme, mwamba na nguvu zetu Baba, ninakuomba Mungu mtakatifu kwamba Bwana mabwana, Yesu ukajitukuze, Yesu ukajitukuze mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, tutengeneze Baba, tupe kukufurahisha Bwana Yesu, ukafaidike na kuwepo kwetu duniani Baba, ukafurahishwe kwa jina la Yesu. Baba, ukatupe kuwa faida yako duniani, tupe kuwa furaha yako duniani kwa jina lenye nguvu la thamani tena la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, tutengeneze kabisa Jehova Mungu mtakatifu, na kuomba Baba kwamba ukatutengeneze upendavyo Yesu, tufinyange upendavyo Baba, ukafurahishwe Bwana kuwepo kwetu katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, na kuomba Bwana wala isiwe tofauti mfalme, lakini Bwana utakavyo niwe hivyo, iwe hivyo Bwana mabwana. Yesu ukafaidike Baba, mioyo yetu nakuonea shauku, inakuonea shauku asubuhi ya leo yote Bwana, nakuonea shauku, tunakiu na wewe Bwana Baba, tunakuhitaji wewe yote Bwana, nakuhitaji wewe Baba, tunakuonea shauku kuliko walinzi wanavyongoja asubuhi. Bwana, tunakuonea shauku zaidi ya hivyo, lakini tena Baba yangu na Mungu wangu yetu Bwana, inakuonea shauku katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba neema yako mfalme. Bwana wangu, tengeneza mtu mmoja mmoja Yesu, tutengeneze Baba, tunahitaji wewe pamoja nasi Bwana Baba, tunakuonea shauku, tunakuhitaji wewe Yesu, wewe ndio hitaji la mioyo yetu Bwana Baba, tunakuomba Bwana kwamba uwe pamoja na sisi popote Bwana na chochote tunachofanya. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba Baba ukatujaze kabisa Bwana Yesu Mwokozi. Tunaomba asubuhi ya leo Baba, tunakuonea shauku Baba, tunakiu na wewe Baba, tunakuhitaji wewe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, ninakuhitaji wewe Bwana wangu, nakuomba neema yako Bwana Yesu, tunakusihi wewe pamoja nasi Bwana, tutengeneze kabisa, ukanitimize neno lako kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu 14:23 Baba, ukafanya makao yako ndani yetu, ukae ndani yetu Bwana, nasi tukae ndani yako
Yesu kadhihirike Baba, ukaonekane weza wako mfalme, na utembee nasi ila majira Yesu. Bwana, hatuhitaji kingine, tunahitaji wewe Bwana. Yesu kadhihirike kwetu Baba, tunakuomba Mungu mtakatifu Bwana. Baba, tunakuhitaji wewe, wewe ndio hitaji letu kuu. Yesu, tunakuhitaji wewe. Bwana wangu, wewe ndio hitaji la moyo wangu. Nakuomba Bwana Yesu, tembea nasi Bwana, tembea na watoto wako kwa jina la Yesu, ila mahali wanapokuwa kwa jambo lolote jema Yesu, naomba wewe pamoja nao. Neema yako mfalme na itembee nasi, uwepo wako Bwana na utembee nasi, tukufu wako Bwana ukatufunike, funika watoto wako Yesu. Nakuomba ukawe pamoja nasi Baba, nakuomba ukajitukuze Yesu, pindua hali ya mambo, geuza Bwana Baba, nakuomba ukadhihirike katikati yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, ninakuomba ukadhihirike kabisa katikati yetu Bwana Yesu. Nakuomba ukajitukuze Yesu, nakuomba ukajitukuze Mfalme wa utukufu. Nakuomba nakusihi Bwana wangu, kaa nasi Bwana. Bwana, miili hii iwe ni faida kwako Yesu, ukatukuzwe hapo kwetu duniani Yesu, ukainuliwe Yesu, ukaimidiwe Baba. Tengeneza kabisa, nakuomba unda jambo jipya ndani yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tupe kuwa furaha yako, mbingu ishangilie kwamba tuko duniani, mbingu ishangilie kwamba umetuweka duniani. Naomba uwepo wako tembee nasi Bwana Yesu, kadhihirike popote pale tunapokuwa, haijalishi kunaonekana kuwa na udhaifu kiasi gani, lakini Bwana Yesu ukadhihirike Baba. Tunakuomba ukajidhihirishe, ukadhihirike Bwana katikati yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana Baba, ninaomba neema yako mfalme na iwe pamoja nasi mfalme. Bwana wangu, tunakusihi tujaze Roho Mtakatifu wa Bwana Baba, tukajae Roho Mtakatifu, tujae kabisa na kufurika Bwana. Tunaomba tujae Roho Mtakatifu wa Bwana. Roho Mtakatifu ukatujaze Baba, tujae kabisa, tujaze Roho, maana tunawezaje wenyewe, tutaendaje wenyewe pasipo yeye aliye kiongozi mwema Baba. Tunakuomba, tunamhitaji Roho Mtakatifu Baba, tunahitaji Roho yako Mtakatifu akatujaze Baba, akae ndani yetu, maana miili yetu ni hekalu lake, miili yetu ni hekalu lako Bwana. Baba, tunakuomba ukae ndani yetu kwa jina la Yesu. Wepo wako Bwana ukatufunike, tukufu wako Bwana ukatembee na sisi ila mahali tunapokuwa kwa jambo lote lile jema. Tukufu wako Bwana ukawe nasi Yesu, ukatufunike, neema yako Bwana ikatufunike kama nguvu zako zilivyomfunika Mariamu wakati wa Yesu, wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Bwana, hivyo tunaomba ukatufunike ili mambo ya ufalme wako yakafanyike. Tukufu wako ukatufunike kwa namna ya pekee, kwa namna ya ajabu, ili Bwana ufalme wako tukautumikie, tukakutumikie wewe. Tunakuomba ukatufunike, maana ulipofanya hivyo kwa Mariamu iliwezekana, naye Yesu akazaliwa. Ukifanya hivyo kwetu itawezekana. Na mambo mazuri kwa ajili ya ufalme wako yatatendeka. Yesu, nakuomba kumbuka wewe Bwana jambo ulivyofanya kwa Mariamu, fanya na kwetu Bwana, ukatufunike kama kivuli popote tunapokuwa. Roho wako Mtakatifu babujike ndani yetu, akisema, lakini Bwana akijidhihirisha, lakini nguvu zako zikiwa wazi ndani yetu na katikati yetu. Yesu, ukitenda, ukifungua waliofungwa, ukiponya walio wagonjwa, Yesu nakuomba Baba ukadhihirike, wala usinyamaze. Unatuliaje mfalme wa utukufu? Unanyamazaje Mungu mwenye haki? Unanyamazaje Bwana Baba, kama mtumishi wako anavyosema Yeremia, nitawezaje kutulia ikiwa nimepewa agizo? Bwana wangu na Baba yangu, agizo loliweka ndani Bwana wangu, hatuwezi kulitekeleza kwa akili, hatuwezi kulitekeleza wenyewe, ni wewe mwenyewe utekeleze ndani yetu Bwana, kupitia miili yetu ukatekeleze. Yesu, nakuomba ukadhihirike kwa jina la Yesu aliye hai. Neema yako na iwe juu yetu. Roho Mtakatifu, tunakuomba Baba ukatamie maisha yetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana wa Bwana, tunakuomba ukadhihirike kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Uwezo wako Bwana na nguvu zako mfalme zikaonekane katikati yetu kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba, nakuomba ukajidhihirishe. Mfalme wa utukufu, tunakuhitaji wewe Bwana wangu, tunakuhitaji wewe katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, nani awezaye mwenyewe? Ni nani awezaye mwenyewe? Bwana, hakuna hata mmoja awezaye mwenyewe. Ndio maana Bwana hata alfajiri ya leo
tungali mbele zako Mfalme, tukikuomba Bwana kwenye haya mapambazuko kwamba Bwana neema yako na iwe juu yetu. Roho Mtakatifu ukatamalaki ndani yetu, ukatamalaki ndani yetu kwa jina la Yesu. Bwana ukizungumza Baba, ukisema Bwana, ukijidhihirisha kipekee Bwana, tunakuhitaji Yesu. Nakuomba tafadhali usinyamaze Baba yangu na Mungu wangu, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, wewe ndio hitaji la moyo wangu Yesu. Tunakuomba Bwana, nina nini cha kusema isipokuwa wewe mwenyewe ndiye useme, na nini cha kufanya isipokuwa wewe mwenyewe ufanye. Bwana, hatuna lolote, lakini Yesu ni wewe, Yesu ni wewe ufanye, Yesu ni wewe useme, Yesu ni wewe utende, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, nakuomba tafadhali ukadhihirike katikati yetu kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba ukajidhihirishe, mioyo yetu ijivunie ya kwamba uko pamoja nasi. Baba, ninakuomba wako watoto wako mbalimbali, maeneo mbalimbali mahali walipo, wako wanaomba sahihi, wanaomba, wanakusihi, wajaze nguvu. Nakuomba Baba ukawape neema, naomba nguvu yako Roho Mtakatifu, naomba shuka ndani yao, naomba tamalaki ndani yao, naomba dhihirika ndani yao, naomba uwezo wako uwe ndani yao. Kuanzia leo wakapokea hiyo neema, wakapokea mafuta, wakapokea nguvu ya kushinda kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, nakuomba ukajidhihirishe kwa jina la Yesu. Nakuomba Baba Yesu, nakuomba Yesu, nakusihi Bwana ukajidhihirishe kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana, nakuomba ukadhihirike ndani ya watoto wako Yesu, ndani yetu kaa, gusa kabisa kila mmoja Bwana mwenye kukuhitaji wewe. Baba yangu, ninakuomba neema yako ewe juu ya kila mtu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ni kweli na ni wazi ya kwamba Mfalme wa utukufu, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe. Tazama wako ambao ni wagonjwa sahihi, wamepiga magoti wanaomba, na wengine hata kupiga magoti hawawezi, lakini wako mbele zako wewe Bwana. Wengine wamelala tu ila wanalia wakiomba uwaponye. Yesu, nakuomba gusa hiyo miili yenye changamoto, naomba ukawaguse, ondoa kabisa ugonjwa wote uliowapata wakati wowote, haijalishi umekaa muda gani kwenye hiyo miili, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Lisikie neno la Bwana, wewe ugonjwa uondoke ndani ya huyo mtu kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu aliye hai. Mateso yaondoke ndani ya huo mwili, toka mwachie, toka mwache huru, toka mwachie kila roho za giza, mapepo ya kila namna, toka achia, waka moto, wacha huru, wacha huru watu wa Mungu kwa jina la Yesu aliye hai. Kuanzia leo tunautangaza uhuru juu yao kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana, kuomba uzima wako na uwe ndani yao. Baba, ninakusihi kwamba ukawaguse Baba. Ninaomba wako wengine ambao wanaomba kwa habari ya uchumi wao sasa hivi Bwana, hawajui hata inakuaje kuhusu maisha yao, lakini Roho Mtakatifu nakuomba kwamba ukawaguse Bwana. Baba, naomba ukadhihirike kwao, watokee Mfalme, kawape njia za kiuchumi, wape neema ya Bwana ya kupata kazi na namna ya kuzifanya hizo kazi kwa ubora. Yesu, nakuomba ukawape neema. Bwana Yesu, nakuomba ukawape neema ya kufanya kazi halali na kupata kipato halali kitakachokidhi mahitaji yao katika jina la Yesu. Baba, naomba ukawatokee kwa utukufu wa jina lako. Yesu, tunakuomba ukakumbuke kila mtu we Bwana, sai wanapoondoka manyumbani ama hadi hapa Bwana kwa ajili ya kuelekea kwenye kazi zao alfajiri ya leo. Roho Mtakatifu nakuomba tembea na wao wanaotumia vyombo vya usafiri, gari, pikipiki, baiskeli, na wanaokwenda kwa miguu. Yesu, naomba wote ukawe pamoja nao, naomba wote ukawalinde, naomba ukawatunze mikononi mwako, wakawe salama kwa jina la Yesu. Naomba Bwana wakaende salama, wakafike na kurejea manyumbani salama. Wape neema ya kufanya kazi. Wale ambao wamefanya interview, wape kibali kwa hao waliowafanyia interview kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, nakuomba ukawatokee wote kwa pamoja. Wanahitaji kuolewa, wape wa kuoa, wape waume wazuri wa kuoa. Bwana, wanaohitaji kuoa, wape wake wazuri wakaoe kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, nakuomba ukajidhihirishe kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu akubariki sana mpendwa mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa nafasi ambayo tumekuwa nayo mbele za Bwana. Basi namshukuru Mungu kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye Bwana ameshiriki katika ibada hii ya leo.
Yesu nakuomba Bwana ukamuonekanie, ukambariki kuanzia leo, asiwe mtu wa kawaida katika jina la Yesu. Yes, asiwe mtu wa kawaida. Yeye ni extraordinary na anafanya vitu extraordinary in the name of Jesus. Baba, ninaomba neema yako na iwe juu yake kila mmoja, ye Bwana, kwa utukufu wa jina lako Yesu, mwamba mwokozi na nguvu zetu, katika jina la Yesu Kristo Bwana, amen. Mungu akubariki sana. Bwana atupe neema. Jumatatu tutaendelea tena. Mungu akubariki sana na nikutakia wakati mzuri. Amen.